Kwenye safu ya biashara ni kwamba kampuni ya Mars Wrigley imewekeza shilingi bilioni 4.3 kwa upanuzi wa shughuli zake za utengenezaji pipi au kipenda peremende humu nchini. Meneja mkuu wa kampuni ya Mars Wrigley kanda ya Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, Ismail Bello, amesema kampuni hiyo inanuia kutumia Kenya kama kitovu cha usambazaji wa pipi kwa mataifa ya bara hili la Afrika. Yafuatayo ni makala yetu ya Kapu la Biashara. Kampuni ya Mars Wrigley imezindua kiwanda cha utengenezaji chingamu zisizo na sukari katika eneo la Athi River ambacho kitaiweka Kenya kwenye kitovu cha shughuli zake. Kiwanda hicho kinaiwezesha kampuni hiyo kupanua biashara yake kutoka makao yake makuu nchini Poland ambako inatengenezea chingamu hizo. Hatua hiyo itaiwezesha kampuni hiyo kupunguza gharama ya uzalishaji na utegemezi wa mifumo ya uuzaji na ununuzi bidhaa katika bara Ulaya, bali na kustahilisha shughuli zake barani Afrika na eneo la Mashariki ya Kati. While this is an East African plant, this is the only country on the eastern seaboard that guarantees you global market access. So we hope in the near future this can become the hub not only for East Africa but for the entire continent and beyond, because when you are in Kenya, you serve the world. Wakati huo huo, benki ya familia ilinakili faida ya shilingi bilioni 3.6 baada ya ushuru katika kipindi cha miezi 9 ya kwanza mwaka huu, ambayo ni 55.8% ya ukuaji wa kila mwaka. Faida hiyo imepigwa jeki na kiwango cha juu cha mapato kutokana na riba yaliyofikia shilingi bilioni 17.7. Mapato ambayo hayatokani na riba yaliongezeka kwa 14.4% hadi shilingi bilioni 3.8. In June year 2021, our balance sheet closed 100 billion mark. Today, we are looking at 202, meaning in 4 years, we've managed to double the size of Family Bank. Mwishowe, kampuni ya East African Breweries imeanza kuuza shehena ya kwanza ya bondi yake ya shilingi bilioni 20 ambayo ilipiku lengo lake kwa 52%. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo Jane Karuku amesema hatua hiyo inaashiria imani ya umma kwa kampuni zinazouza bondi zao na ajenda yake ya ustawi. We've also seen some improved macroeconomic environment, and I think we need to be fair and give credit where it belongs. Some of this improvement, if you look at the exchange rate, always a pain. There is some stability and predictability there. Interest rates, again, may not like that, but we like the direction it's heading. There is some stability there.